hivyo, vipo vyama vya siasa vichache, wanasiasa, wanaharakati na viongozi wa mashirika yasiyo serikali wachache walioalikwa kwa maandishi kufika mbele ya tume, lakini hawakufanya hivyo. Tume inaridhika kwa ambao hakuja mbele ya tume ni kwa utashi wake na tunaoheshimu, lakini si kwa kinyima au kukosa fursa ya kuwa sehemu ya safari hii. Mheshimiwa Rais, ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanywa kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka vyanzo anuwai yalilenga kuzingatia na kudhibiti viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kimataifa, yani ushahidi ambao mtu yoyote mwenye busara ya kutosha atauona ili kubaini hoja. Tume ilitegemea